Kamati ya bunge la seneti ya Kawi imefika Makueni katika eneo la Thange kutathmini madhara ya mafuta yaliyomwagika mwaka 2015 baada ya bomba la mafuta la kampuni ya mafuta Kenya Pipeline kupasuka. Wakazi wakilalamikia kupata madhara ya kiafya kutokana na mafuta hayo. Sasa tuungane na mwanahabari wetu kutoka Makueni Brian Zioki atueleze yanayoendelea. Brian. Na kupata kwa njia mufti kutoka hapa Thange, na ambapo siku ya leo kamati la Kawi ya seneti limeweza kuzuru hapa kaunti ya Makueni wakiongozwa na seneta wa kaunti Senator Daniel Kitonga Manzo, na kamati hii imeweza kuja kutathmini hasara iliyosababishwa na kumwagika kwa mafuta ambayo yalimwagika mwaka wa 2015. Ni baada ya bomba la kampuni la Kenya Pipeline kuweza kupasuka, na mafuta hayo baada ya kumwagika. Tutakuwa tukizungumza na wakazi hapa baada ya miaka 10 watuelezee hisia zao pamoja na hasara zile ambazo wanasema wameweza kupata kutokana na kumwagika kwa mafuta haya. Kepu tusikize kwa wakazi hawa watuelezee hisia zao ni zipi baada ya kamati hili kuweza kuzuru hapa. Ni yapi ambayo wanatarajia kutoka kwa kamati hili la seneti? Tumeacha kulima na tumeacha kila shughuli ambazo sisi wakulima tunatumia tukitumia maji ya Thange. Na mwaka wa 2015 seneti ilikuja hapa na ikaamurisha mambo kadhaa ifanywe, lakini hayo hayakutimizwa kulingana na vile walinena. Katika upande wa usafishaji wa mchanga, unaona hata ukiangalia mafuta iko, na KPC ilikuja ikasema mafuta imeisha, wakatoa ile decommission letter wakasema mafuta imeisha, lakini bado mafuta haikuisha. Basi kwa wakati huo tunataka ili environment ifanywe restoration tena. Tungeridhika kama huu mchanga uko katika mashamba yetu ungeondolewa wote na mchanga mwingine uletwe. Sasa tungeridhika. Watu wamekufa wengi kwa sababu ya hii madhara. Watu wengi kwa hii area wanakufa mtu baada ya mwingine, na wanakufa sana sana. Unasikia mtu amekufa kwa sababu ya figo, amekufa kwa sababu ya maini na magonjwa mengine ambayo yanafuatana na hizo dalili za mafuta. Tunaomba gavana wetu, seneta wetu na wote ambao wanashiriki kwa hiyo serikali watuonee huruma kama watu, ndio sisi tupate fidia, tulipwe, mashamba yalipwe, mifuko ilipwe. Kama ulivyosikia kutoka kwa wakazi hawa ni kwamba wana matarajio mengi, wana matarajio kwamba watapata haki na vile vile kuweza kupata yale ambayo wanasema ni kusafishwa kwa mto wa Thange ambao unapita hapa mahala ambapo mafuta haya yaliweza kumwagika. Lakini taarifa kwa kina tutakuwa tukipeperushia hapo mwendo wa baadaye kutoka hapa kaunti ya Makueni. Sina la ziada, mie ni Nzioki Brian.